Katika magazeti moja kwa moja, nikianza na gazeti Mtanzania katika ukurasa wake wa kwanza hapa, habari kubwa, Lissu aenda Segerea na fulana ya ukuta, anatetewa na mawakili 18 wakiongozwa na mtoto wa Karume. Mawakili wa serikali wapinga asipewe dhamana. Pia kuna habari nasema nitaendelea kuwanyofoa wapinzani. Hii ni kauli ya JPM. Bashe awalipua wamiliki mgodi wa Result Nzega. Na moja kwa moja sasa naelekea upande wa gazeti Uhuru ukurasa wa kwanza. Tumewanyima vigogo. Hii ni kauli ya JPM, asema viongozi watakaoshindwa kutatua kero kutumbuliwa. Lissu kusota Segerea saa 72. Dr. Mahiga, hatujaingilia uchaguzi mkuu Kenya. Na moja kwa moja sasa naelekea upande wa gazeti Zanzibar Leo ukurasa wa kwanza. Kuna habari nasema siogopi kufungwa. Hii ni kauli ya JPM, waliomuita Kafulila tumbili wao ndio matumbili. Awaonya viongozi waliojikubalisha dhamana yake. Thamani ya mwani wa Zanzibar itaimarika. Hii ni kauli ya Balozi Saif. Na moja kwa moja sasa ni gazeti Majira ukurasa wake wa kwanza. Lissu afikishwa Coltin, atetewa na mawakili 20, atinga mahakamani mawakili wa Chuana. Ametinga mahakamani, amevaa fulana iliyoandikwa ukuta, asomewa mashtaka ya uchochezi vikali kwa hoja za kisheria, arudishwa rumande hatima yake kesho kutwa. Pia kuna habari nasema Tanzania Kenya zamaliza tofauti kibiashara. Naelekea gazeti Tanzania Daima ukurasa wake wa kwanza. Lissu shughuli, atinga mahakamani na fulana ya ukuta, anyimwa dhamana hadi Julai 27. Vijana 6 Chadema watupwa selo. Pia kuna habari nasema nitabomoa nyumba hata ya waziri. Hii ni kauli ya Magufuli. Lipumba aja na kituko kipya kafu. Na moja kwa moja sasa ni gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake wa kwanza. Tabora wapewa maisha mapya, daktari aeleza undani mtoto wa jinsia mbili. Lissu Koltini aenda rumande. Na sasa ni gazeti Daily News katika ukurasa wake wa kwanza. Habari kubwa kabisa, hakuna nafasi ya kiongozi kuendelea kukaa ofisini wakati watu wana matatizo. Rais awataka viongozi kutoka nje ya ofisi zao na kuwafikia wananchi katika kutatua matatizo yao. Pia kuna habari nasema wakuu wa mikoa wawili wapewa maelekezo ya namna kumaliza mgogoro wa ardhi kati ya wananchi na kiwanda cha saruji Mbeya. Ni maelekezo toka kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Nikigeukia nyuma gazeti hili Daily News sasa, habari za michezo kubwa zaidi, Arsenal wanawinda kupata wachezaji bora wapya, ndio habari kubwa iliyoandikwa hapa. Anaenda gazeti ya Habari Leo ukurasa wa mwisho. Hapa kuna habari ambayo inasema kwamba 8 Simba waenda Saudi, Yanga yapata kiungo Mkongo, Vodacom kutoa vifaa milioni 500. Na sasa ni upande wa gazeti Tanzania Daima ukurasa wake wa mwisho hapa. Kigogo TFF waojiwa uhamiaji, Simba kushuka dimbani Saudi, kiungo Mkongo aigawa Yanga. Naelekea gazeti Majira katika ukurasa wake wa mwisho. Kuna habari hapa ambayo inasema kwamba Man United yaichapa Madrid kwa penalty, Masters Simba kuungana na wenzao leo Saudi, bendera ya kafu Zanzibar ya yuka. Naelekea sasa gazeti Zanzibar Leo ukurasa wake wa mwisho hapa. Sakata la Zanzibar kuondolewa CAF, serikali yatoa tamko. Sanchez aidengulia Arsenal, atua PSG. Ngoma kuanza mazoezi leo. Na sasa ni gazeti Uhuru ukurasa wake wa mwisho. Kuna habari nasema Luandamina amfungia kazi Ajibu, mazoezi Simba kufuru, Ngoma kunogesha tizi Yanga. Gazeti Mtanzania katika ukurasa wake wa mwisho, sakata la uraia, mgombea TFF uhamiaji wa muita mama mzazi wa Karia. Luandamina ampa mtihani kiungo mpya, nyota 9 kuikamilisha Simba Saudi. Pujin, naomba ligi ianze hata kesho. Na sasa naelekea gazeti linaloandika habari za michezo, gazeti Bingwa ukurasa wake wa kwanza. Huyu si Ajibu wa Simba, aonyesha vitu ambavyo havijawahi kuonekana Msimbazi, wadhalilisha Kanavaro Dante mazoezini, mashabiki Yanga wapagawa. Pia kuna habari nasema Omog aanza dozi rasmi, Amistambwe Chirwa wachana mkataba wa Nigeria Mkamerun. Ukurasa wa mwisho gazeti hili Bingwa kuna habari nasema atakufa mtu, Ronaldo awatangazia vita mapema wabaya wake Ballon d'Or. Lakini pia Vardy azidi kuipotezea Arsenal. Kuna habari pia mastaa wengine wambakisha Neymar, Bolt ampigia debe Ibrahimovic Man U. Naam, kufikia hapo sasa ndio mwisho wa kuweza kufahamisha yale yaliyopewa